Kwa majina naitwa Alan Njiro, ni kwa kitengo cha uhusiano na huduma kwa wateja TANESCO mkoa wa Ruvuma. Kwa upande wa nishati safi kwa mkoa wa Ruvuma kuna wateja ambao tuliwakopesha majiko. Tuna makundi mawili. Kuna wateja ambao tuliwakopesha majiko, lakini kuna wateja ambao walikuwa wananunua majiko yani keshi. Yaani wanachukua kutoka kwa msambazaji, wanakuja hapa ofisini, wanatuambia bwana, sisi tunahitaji labda jiko la induction. Kwa hiyo wakitaka lile, tunamwagiza yule msambazaji, analeta, wanalipa keshi. Lakini kuna wale ambao tulikuwa tunawakopesha kama majaribio. Kwa hapa mkoa wa Ruvuma tumekopesha jumla ya wateja 60. Awamu ya kwanza tulikopesha wateja 35, lakini na awamu ya pili tukopesha wateja waliobaki. Na mwitikio wao wanasema kwa kweli ile inatumia umeme wa bei nafuu sana. Wanatumia umeme wa bei nafuu na wamefurahia huduma, na wengi wanatupigia simu wanahitaji na ndugu zao waweze kupata majiko waweze kununua. Kwa hiyo tunaendelea hivyo kwa wateja wetu wanaohitaji majiko yale, kwa sababu tutakuja awamu nyingine sasa ya kuanza kukopesha majiko yale. Tunakopesha, tunawaingizia kwenye mita zao za luku, kwa hiyo wanakuwa wanakatwa kidogo kwa kipindi cha mwaka mmoja. Kwa awamu hii nayo tutafanya hivyo. Tunategemea tutaanza hivi karibuni kuanza kuwafikia wateja na tutatoa matangazo. Lakini vile vile kwa wale wateja wanaohitaji majiko hayo, tuna uwezo wa kuagizia. Yanatumia umeme wa bei nafuu kabisa, tunaweza kuagizia. Lakini na kwa mwezi huu wa 8 unaoanza, tutakuwa pale Mbinga kwenye maonyesho ya 8 wafike pale, watayakuta na watapewa elimu zaidi ya nishati safi. Tarehe 1 mwezi wa 8 pale tunaanza maonyesho ya 8, kwa hiyo tutakuwepo pale kwenye banda la maonyesho. Kwa hiyo nao pale wakifika pale watatoa oda zao, wataagiziwa pale. Lakini kiujumla tunaendelea vizuri. Wateja ambao wamenunua keshi ni wateja zaidi ya 200 wamenunua keshi, na hakuna aliyeleta malalamiko yoyote. Wanasema kiukweli, ni kweli unatumia chini ya uniti moja kwenye kupika vyakula vyote. Makande, pilau, sijui ndizi, kila kitu kinatumia umeme chini ya uniti moja. Kwa kwanza majiko, unaweza ukaweka chakula chako na kuendelea kufanya kazi, shughuli zako nyingine, kwa sababu zile inakadiria muda tu. Yote induction na lile lingine la pressure cooker linakadiria muda, unaweka muda pale, linasoma ule muda ukifika, kwa mfano kama kupika kande na dakika 5, umeona, unaweka pale, unaendelea shughuli zako nyingine zote tofauti na ya mkaa. Lazima uende ukaanze kufunua, uangalie, ufunue. Lakini hili yani pale ni umeshajua kande zaiva ndani ya nusu saa. Unaweka nusu saa na inaonyesha kande ni nusu saa. Sisi dakika 30 mpaka 35 tulifanya majaribio. Kwa pale unaweka, ukishaweka pale unaendelea na shughuli zako nyingine. Lakini la pili linaepusha magonjwa mengi, kwa sababu kutumia kuni, kutumia kuna moshi ile ni hewa chafu. Kwa hiyo inasababisha magonjwa mengi. Kwa hiyo haya hatakuwepo. Lakini vile vile inajali muda. Yaani ukiweka mkaa uwezo ukajali muda, wala kuni uwezo ukajali muda.